Kumbukwa na kuadhimishwa katika kanisa kati ya wanawake watakatifu wenye imani na waliokuwa wadumifu katika sala. Kwa miaka mingi alimwombea mwanaye Agustino aongoke, aachane na mambo ya kidunia, amrudi Mungu, ampende Mungu na kumtumikia kwa uaminifu kwa maisha yake yote. Na kwa muda mrefu akisali na kulia mbele za Mungu, Mungu alipendezwa na sala zake nyofu, na baadaye Agustino akaongoka, akatubu, akamrudia Mungu, hadi baadaye akaja kuwa askofu wa kanisa la huko Hippo. Nini ambacho tunajifunza hapa? Katika mama huyu tunaona imani yake kwa Mungu, tunaona uvumilivu wake katika sala na nia ambayo alikuwa nayo anamwekea Mungu na kuilia kila siku kwa ajili ya mwanae mpendwa. Na vile vile tunaona udumifu katika sala. Leo katika Injili tamsikia Yesu anatufundisha, anasema kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Kesheni, be vigilant, tubaki macho, tukeshe. Sasa Yesu anaposema tukeshe, Mtakatifu Francis ameelezea vizuri, ambao nitaihusanisha na maisha ya mama huyu Mtakatifu Monica. Mtakatifu Francis alivyokuwa akielezea maana ya kukesha kadiri ya mafundisho ya Kristo, alisema wazi kwamba tunavokesha si kwamba tunaogopa juu ya kifo, kwamba tutakufa lini, bali tunakesha kwa sababu tunampenda yeye ambaye tunamtumikia. Kwa maana hiyo, mapendo kwa Mungu yanazidi uoga wa kifo. Tunampenda yeye ambaye tunamtumikia, naye ambaye tunamwomba kila leo, hivyo tunakesha. Na Mtakatifu Monica, kwa kuwa alimpenda Mungu na alikuwa na imani kwa Mungu na akampenda sana mwanawe ili aongoke, alikesha katika sala. Daima alikuwa tayari kuutarajia wokovu wa Mungu kwa mwanae Agustino. Hivyo akaogopa sana kifo cha mwili, bali alimtumainia Mungu, alimpenda Mungu na akampenda na mwanae. Nasi tunasukumwa kwa mapendo yao kwa Mungu ambayo yanatufanya tuwe na imani kwake, tuwe na uvumilivu kwake, ili anapojibu anajibu kwa wakati wake kadiri ya mpango wake wa milele. Na vile vile tuwe na udumifu katika sala, kwa mfano wa mama huyu ambaye tunamkumbuka leo, Mtakatifu Monica. Nasi kwa kufanya hivyo, daima katika maisha yetu tutakuwa daima tunamtegemea Mungu, tukiwa kazini, tukiwa nyumbani, ukiwa unatembea, ukiwa katika zako na shughuli yako, ukiwa katika furaha, katika uchungu, unakuwa unategemea msaada wa Mungu na unamtegemea Mungu, unategemea neema yake, unategemea mapendo yake, unategemea mpango wake tu. Hapo nao unakuwa unakesha katika Mungu, na hivyo tutakuwa tumeitika mafundisho ya Kristo na kusema kesheni kila wakati, kwa sababu hamjui siku wala saa. Basi hiyo itakuwa ndio nia yetu kuu katika misa hii takatifu. Daima tuombe fadhila, imani, matumaini na mapendo, kwa mfano mama huyu ambaye tunamwadhimisha leo, Mtakatifu Monica. Nasi Mungu atujalie fadhila hizo kuu za imani, matumaini na mapendo kwake, na vile vile kuwapenda ndugu zetu na wale wote ambao tunawaombea. Kadiri ya nia yao kuu, tuunganike na nia za wapendwa wetu